mtazamaji, bwana mwanadada Gifty, huyu bwana ni mwanamitandao ambaye amejitokeza. Tunamfahamu kwamba huaga anazungumziaga vitu ambavyo vina trend mitandaoni, na this time around bwana, baada ya Zuchu kutangaza kwamba yeye na Diamond wameachana, lakini pia baadaye kuposti tena kwamba yeye na Diamond wanafuatilia sakata la talaka baada ya kuachana, bwana Gifty amekuja kutia neno kuhusiana na hicho ambacho kimetokea huko mtandaoni tokea siku ya jana jioni. Sasa vipenzi, imebidi nirekodi huko niko njiani narudi ndani kwangu. Sasa nyinyi mnamlaumu nani? Mnamlaumu Alia, mnamlaumu Mama Dangote, wengine mnamlaumu Hesma, wengine mnasema hii familia ya kina Nasibu mnairaumu eti kwamba wao ni washenzi, wakishakuzalisha wakikutumia wanakuacha. Jamani, hebu msiwe kwanza na mambo ya Kiswahili, make huo ni Uswahili. Sasa Mama Dangote ndo anakuaga na wadeti au wanawake, au Hesma ndo anakuaga na wadeti au wanawake? Wanawake si wanamtaka mwenyewe Nasibu, wanawake si wanampenda mwenyewe Nasibu, kwa sababu hata nani Zuu yeye halimtaka mwenyewe, si ndio hivyo? Kwamba hivi zote ziko bize. Azura mwenyewe si alimtaka mwenyewe Nasibu, si ndio hivyo? Kwa mapenzi yake, kwa raha zake, alimtaka mwenyewe kwa mapenzi yake na kwa raha zake. Mapenzi yameisha, raha zimeisha, riziki imeisha, basi watu wana separate, watu wanaachana. Wameachana Bill Gates na nani yule? Jamani, kwa hiyo msilaumu familia. Shida sio familia, mtakuja kutia lawama familia. Kumbe shida ni yeye ni yeye mwenyewe, ni wao wenyewe wahusika wa mahusiano, watu wawili. Hao wenyewe ndio wakulaumiwa, hao wenyewe ndio wanatakiwa wakae wajadili, mapenzi yakisha yameisha, yakiendelea yanaendelea. Lakini mnavoilaumu hiyo familia, mimi nachoka. Haya, Zura mimi alisema ndio kiboko, ndio kila kitu, ndio king'ang'a, hawezi kuachwa. Lakini kashaachwa. Na hayo maneno ni kila mtu anapoingia kwenye mahusiano anasema, tunajua anachokupitia, tunajua anapoumia, tunamuelewa sana tena mno. Lakini sasa hakuna jinsi, ndio ishafika mwisho. Kwa kama imefika mwisho, imefika mwisho, utafanyaje sasa? So huyo bwana ni mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Gifty. Hayo ndo maoni yake, kwani ameona kwamba kuna maneno ambayo ameibuka wakidai watu wakiwa na laumu kuanzia familia, wakimlaumu Mama Dangote kuhusiana na vile ambavyo Zuchu amepitia mpaka kupelekea kuamua kuachia ngazi. So hayo ni maoni ya Gifty. Ukiwa kama mdau na pia utatuwekea maoni yako, lakini nataka pia nikujuze kuhusiana na mambo ambayo yametokea katika party ya Mama Dangote bwana, na vitu ambavyo vimekuwa ni suspicious kupelekea Zuchu kufanya maamuzi ambayo ameyafanya mpaka kuamua kuachana na Diamond. Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni hii issue ya mwanadada Zuchu. Zuchu bwana ameibua mazito kweli kweli, na kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Zuchu ndiye anayetrend sasa hivi, lakini kutrend kwa Zuchu kunapelekea pia vile vile Diamond Platnumz pamoja na timu nzima ya WCB trend, kwa sababu kwa namna moja au nyingine hili swala bwana limewahusisha wote kwa ujumla. Bwana, hii issue imeanzia katika mara tu baada ya sherehe ya baada ya sherehe ya kuadhimia miaka 59 ya Mama Dangote. Maana Mama Dangote bwana, ilikuwa ni birthday yake hivi karibuni mnamo tarehe 7, lakini akaamua siku ya juzi kufanya party nyumbani kwake kule Madale jijini Dar es Salaam. Sasa katika party ile ambayo Mama Dangote aliamua kuifanya moja kwa moja bwana, jambo ambalo limemake headline zaidi katika party hiyo ni kwamba, yani tokea birthday ya Mama Dangote ilivyoanza, ni kwamba Zuchu hajajihusisha na lolote, jambo ambalo likawa kama vile limewapa majibu mashabiki na wadau mbalimbali huko mitandaoni kwamba huenda Mama Dangote na Zuchu bwana, hakuna maelewano mazuri kati yao.
Hivyo basi moja kwa moja ni kwamba wadau wakaanza kufuatilia hili swala kwa karibu zaidi ili waweze kufahamu kwamba nini kinaendelea, lakini kikubwa zaidi tukawa tunamwona mwanadada mwingine ambaye ameshawahi kuhusishwa katika mahusiano ya kimapenzi na Diamond. Hapa tunamzungumzia Aaliyah. Tukamwona Aaliyah bwana, kwa namna moja au nyingine akawa ni mmoja kati ya watu ambao wako karibu sana na Mama Dangote. Aaliyah alionekana akiwa mpaka kuna kipindi tuliona Aaliyah akiwa yuko amempelekea keki Mama Dangote. Aaliyah ameonekana kumjali na kuheshimu au kuthamini siku ya kuzaliwa ya Mama Dangote, lakini wakati huo huo upande wa pili bwana Zuchu ambaye ndiye mke wa Diamond hatujamwona akijihusisha na lolote. Hivyo basi baada ya yote kutokea tukaja tukashuhudia bwana, siku ile tulikuletea hapa Trend TV video tukiwa tunakuonyesha kwamba wakati Diamond anaingia pale Madale kwa mama yake katika kuadhimisha miaka yake 59 bwana, sasa jambo ambalo tumeliona ni kwamba Baba Levo alikuwa yuko naye pale karibu. Moja kwa moja waandishi wa habari kabidi wamuulize Diamond kwamba mbona hatumuoni hatumuoni mkeo Zuchu, umekuja mwenyewe, Zuchu hayupo, nini kimetokea au nini kinaendelea? Baba Levo akadakia hiyo mada moja kwa moja, akasema kwamba Zuchu ni mjamzito, hawezi akaja hapa na tumbo likiwa juu, mtamkanyaga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja Baba Levo akaja ku clear the air kwamba Zuchu ni mjamzito. Kwa hiyo basi kama vile kawa ameua hiyo kwamba sababu ya Zuchu kuto kumuona katika birthday au katika maadhimisho hayo ya miaka 59 ya Madangote, sababu ni kwamba Zuchu ni mjamzito. Lakini katika pati ile bwana, kama umechunguza vizuri au kama ulitazama vizuri kabisa bwana, pale Diamond alikuwa amezungukwa na maeksi wake wote, karibuni wote tunaweza kusema hivyo, hususani wale ambao wako ndani ya nchi na ambao hawana ugomvi wowote na Diamond. Unajua bwana, sometime Diamond huaga na tabia tu ya kumove on bila kuwepo na ugomvi. Kwa hiyo maex wanakuwa ni wengi na wengi wao anakuwa hana ugomvi nao. Kwa hiyo hata kama ukiwa kuna jambo anaweza kawaalika na wakaja. So hilo ndilo tuliloliona bwana katika pati ile ya Diamond Platnumz, katika pati ya Mama Dangote ambapo Diamond bwana, ukiangalia tu kwa haraka haraka ilikuwa inaonekana kabisa wazi kwamba amezungukwa na maex wake karibuni wote, na ni moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline. Sasa basi kama unavyojua Diamond akishakuwa akiwa sehemu moja na maex wake lazima madrama yatakuwepo. Lakini pia kama unavyojua Diamond bwana ni anapenda wadada, na pia vile vile wadada bwana ndio kipenzi chao. Hivyo basi katika ile party bwana tukamwona Diamond akiwa na wanyanyua wadada mbalimbali anacheza nao. Kwa mfano moja kati ya video ambazo zimeenda viral, kuna mdada ambaye Baba Levo alimuita pale kwa ajili ya kwenda kumtunza Mama Dangote. Ule dada na bonge moja la shepu, Diamond akawa anafurahi kweli kweli kumuona. Watu hiyo video ilienda viral kwa mtandaoni kwamba Diamond bwana anaweza karuka na huyo binti. Lakini pia vile vile tukamwona Diamond akiwa ameenda kumnyanyua Nana Dolls. Umeona bwana mrembo mwingine huyo mjini anasumbua kweli kweli. Diamond tukamwona ameleta ukaribu na Nana Dolls wakiwa wanacheza pamoja, wanazungumza mawili matatu. Pia vile vile hiyo video imeenda viral. Diamond tumemwona akiwa yuko na Nai official karibu kabisa, Bennett na Nai. Umeona bwana, jambo ambalo pia limefanya hiyo video nayo pia ikaenda viral. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba Diamond Platnumz tukamwona na mwanadada anaitwa Officialini, naye pia alialikwa katika ile shughuli, jambo ambalo linafahamika kwamba Officialini pia ni moja kati ya maex wa Diamond Platnumz, pia hiyo ikaenda viral. Lakini ukiachana na hiyo pia vile vile jambo lingine ambalo limepelekea hii issue ikaenda viral huko mtandaoni ni kwamba kuna yule bidada ambaye alishawahi kufanya video mbili na Diamond Platnumz, bidada ambaye tumemwona katika video kama vile yatapita. Bidada yule bwana ameonekana tena na Diamond kwa mara nyingine katika ile party, pia alikuwepo na alikuwa amekaa upande wa familia kabisa kule VIP, jambo ambalo pia likaanza kuibua rumors kwamba bwana vipi, mbona binti amewekwa kule VIP wakati hawa dada wengine wamewekwa upande huu kwa kawaida, kuna nini kinaendelea? Na pia vile vile tunafahamu kwamba kumekuwa na ukaribu au kumekuwa na rumors zikiwa zinaendelea huko mtandaoni kwamba Diamond bwana anamkubali sana huyo binti. Umeona bwana, ndio maana amefanya naye video nyingi kuliko wadada wengine. Hiyo pia ikaenda viral.
Sasa baada ya matukio yote ambayo yameendelea huko katika ile party bwana, kama ulivyoona hapa Trend TV tumekuletea, ni kwamba Zuchu bwana wala hajapoteza time. Ni kwamba tulivyorudi tu mtandaoni siku iliyofuata bwana, tukakutana na ujumbe mrefu kabisa kutoka kwake bibie Zuchu, na hii bwana kidogo, kwa muda mrefu kidogo Zuchu alikuwa kama vile amewapumzisha wadau, maana aliachaga kabisa haya mambo ya kupaniki akimwona Diamond yuko close na watoto wa kike, lakini this time around naona mambo yamemfikia shingoni. Zuchu bwana ameandika kupitia kurasa wake wa Instagram kwamba hello my GPG. Hii GPG unaweza kuwa unajiuliza kwamba Zuchu amesema hello my GPG anamaanisha nini? Maana yake ni kwamba hello my good people gang. Hey, good people gang ni wale supporters wa Zuchu wanaitwa hivyo. Then Zuchu bwana akaandika hapa kwamba nadhani kumekuwa na maswali mengi juu ya mimi na mwenza wangu. Jibu ni kwamba kwa miaka 6 mimi na mwenza wangu tumekuwa pamoja, safari yetu imeisha. Mambo hayo, safari yetu imeisha. Akaendelea Zuchu kusema kwamba safari yetu imeisha, namtakia Nasibu kila la kheri. Amemtaja mpaka jina Nasibu, yani Diamond jina lake halisi kabisa ni Nasibu, okay. Sasa akaendelea hapo Zuchu bwana, baada ya kuandika hivyo, namtakia kila la kheri Nasibu, nimeamua maamuzi haya bila kinyongo na sababu itabaki kati yetu, ila kubwa ni riziki imeisha. Kwa sasa focus ni mimi na kazi. Kwa hiyo Zuchu bwana ameamua focus na kazi. Akaendelea kusema kwamba alhamdulillah, nimejaribu nilipoweza, lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Kisha akakapo emoji ya kopa. Kwa hiyo bwana, hiyo ndo ilikuwa breaking news ambayo imetikisa kweli kweli tokea majira ya jana jioni mpaka leo hii. Bado mambo ni moto kuhusiana na issue ya Zuchu kutangaza kwamba yeye na Nasibu yani Diamond bas. So habari ni nyingi, lakini sababu inazosemekana ndo hizo nimeelezea hapo awali kwamba kwenye party pale kuna vitu vilikuwa vinaendelea low key ambavyo vimemkera Zuchu. Kwa hiyo inasemekana kwamba ni moja kati ya sababu ambazo zimepelekea Zuchu kutoa ujumbe huo, lakini drama zinazidi kuendelea. Endelea kuwa karibu nasi na pia subscribe, weka maoni yako na subscribe kwa ajili ya kupata